Bana, tukio la aina yake pia limetokea jijini Arusha baada ya mwanaume ambaye amehusishwa na tuhuma za wizi kujisalimisha katika kanisa la KKKT Engarana Rock akidaiwa kukimbia, huku pia hasira za wananchi ambao walikuwa wakimfuatilia kwa karibu kufuatia madai ya kuiba mali ambazo zina thamani takriban shilingi milioni 1. Na kwa mujibu wa taarifa za awali, mtuhumiwa huyo anadaiwa kutumia taarifa za uongo kuwashawishi wafanyabiashara mbalimbali pia wamkabidhi bidhaa, akidai kuwa alikuwa ametumwa kuzikusanya kwa ajili ya wageni wa kigeni ambao walikuwa na mpango wa kuweza kuzinunua. Kama ambavyo tunafahamu kwamba Arusha ni moja kati ya mji wa kitalii. Kwa hiyo yeye bana aliamua kuja na mbinu hiyo. Na inaelezwa kuwa aliwaambia wafanyabiashara hao kuwa walikuwa na wageni ambao walikuwa wakihitaji kununua mashuka ya Kimasai. Hivyo alikuwa ameomba pia akabidhiwe bidhaa hizo ili pia wawapelekee wateja wao. Na kutokana na maelezo hayo pia baadhi ya wafanyabiashara walimwamini na kumkabidhi bidhaa ambazo walikuwa nazo. Lakini baadaye pia walidai kubaini kwa taarifa ambazo alikuwa amezitoa hazikuwa pia za kweli, na kwamba bidhaa hizo hazikufikishwa kwa wateja ambao alikuwa amewataja hapo kama ni wageni ambao walikuwa wamefika katika eneo hilo. Kwa hiyo baada ya kugundua hali hiyo, wafanyabiashara waliinua na kuchukua tahadhari na kuanza kumtafuta mtuhumiwa, huku pia wananchi wengine wakijiunga katika jitihada za kuweza kumfuatilia wakihisi pengine ni utapeli ambao walikuwa wamefanya. Na inadaiwa kuwa baada ya kutambua kuwa walikuwa wakifuatiliwa, mtuhumiwa pia alikimbilia katika kanisa la KKKT Engarana Rock na kuingia ndani ya eneo la kanisa akitafuta pia hifadhi ili pia kuweza kujinusuru dhidi ya hasira za wananchi. Ndipo ambapo baadaye jeshi la polisi walipata taarifa na kufika katika eneo hilo na kumchukua mtuhumiwa akiwa salama, kisha likamweka chini ya ulinzi kwa ajili ya uchunguzi na taratibu nyingine za kisheria. Mamlaka pia zimesema uchunguzi kuhusu tukio hilo unaendelea ili kuweza kubaini mazingira yote ya tukio pamoja na ukweli wa madai ambayo yanamkabili mtuhumiwa. Na wakati huo wananchi na wenyewe pia wamekumbushwa umuhimu wa kuhakikisha kwamba wanafuata sheria zote, ikiwemo pia kuacha kuchukua sheria mikononi, kitu ambacho kinaweza kuhatarisha pia usalama na haki zote za wale ambao wanakuwa wanahusika. Kwa hiyo endelea kukaa karibu na mitandao yetu ya kijamii, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi na update zote.